Hakika hakuna aliye kama Yesu. Yesu, tuko mbele zako mahali hapa ambapo ni mahali pa kukutana na wewe, na sisi tunakiri kutoka katika vinywa vyetu kwamba hakuna aliye kama wewe. Tunajinyenyekeza mbele zako, tumefunga sawa sawa na Ezra alivyofanya pale katika mto Ahava. Nasi tumefunga Bwana ili kujinyenyekeza mbele zako, tukikiri kwamba hakuna kama wewe. Hakuna anayeweza kutusaidia hii 2026. Hakuna anayeweza kutuongoza 2026. Mfungo wetu unasema hakika Yesu ni wewe peke yako, hakuna kama wewe, nasi tumekukimbilia wewe ili tusiaibike katika huu mwaka 2026. Tunalibariki jina lako Yesu, tunalitukuza jina lako Yesu, tunakiri ukuu na uweza wako ambao haujawahi kushindwa na wala hautakaa ushindwe. Nasi tunaamini 2026 utakuwa pamoja na sisi, ukitusaidia, ukituongoza, ukitufanikisha, ukituheshimisha, ukiachilia kibali. Yale mema yote ambayo umeyapanga 2020 kwenye maisha ya kila mmoja wetu, tunaamini kwamba yatamfikia kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Amen. Mpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Basi kama kawaida yetu, kabla tujaanza mafundisho yetu, kama kuna yeyote ambaye ni mgonjwa, basi tunamkaribisha mbele. Mungu yuko mahali hapa. Hapa ni mahali pa kukutana na Yesu, na mkono wake wenye nguvu, mkono wake unaoponya uko tayari kwa ajili ya kuachilia uzima kwenye maisha yako. Kama kuna mtu ambaye ana tatizo lolote, anataka Mungu amguse, kabla tujaanza mafundisho yetu, nakukaribisha hapa mbele kwa ajili ya kupata maombi. Haleluya. Tunaweza tukaketi. Karibu mbele kama unahitaji maombi, tukuombee kabisa ili tukiingia kwenye maombi, tutakapokuwa tunarukaruka, basi Bwana akakupe wepesi kabisa, uweze kurukaruka kwa furaha kabisa. Karibu senior pastor. Hakuna usiloweza, hakuna usiloweza, Mungu wetu, hakuna usiloweza, Baba yetu, hakuna usiloweza, hakuna usiloweza. Wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana. Hakuna kabisa, hakuna usiloweza. Wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana. Hakuna kabisa, hakuna usiloweza. Hakuna kabisa, hakuna usiloweza. Baba, tunakutukuza, tunakuinua, tunakushukuru kwa kuwa umetupa nguvu na wewe ni Mungu unayeponya. Nakushukuru kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako hawa na kila mmoja ambaye Bwana yuko mbele zako akihitaji mkono wako, akihitaji nguvu zako, akihitaji uweza wako unaoponya. Kamguse sasa na kumponya katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu, tunakutukuza.
Tunakushukuru, tunakutukuza kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Mungu kwa uponyaji wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa uweza wako na asante kwa nguvu wako. Nguvu zako zinaponya. Naomba mkono wako unaoponya umguse, na uamini Mungu kwa mkono wake anakugusa na Mungu anakuponya. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo, na akutane na haja yako. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo, na akutane na haja ya moyo wako. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo, na kuweke huru. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo, na kukuweka huru. Mungu akuponye kwa jina la Yesu Kristo, na kukuweka huru. Mungu akuponye na Mungu akufungue kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa uwezo na asante kwa nguvu. Mkono wako unaoponya uwe juu yake, na umfungue na umweke huru kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mpe Mungu makofi mengi. Mpe Mungu makofi ya imani kwamba ameponya mtu katika jina la Yesu. Haleluya. Tunamshukuru Yesu kwa kuwa amekuponya uliyekuja kwa imani kabisa, hata na wale wanaotusikiliza kutoka majumbani ama kupitia kwenye redio yetu ya Fungua, na amepokea, amesimama kwa imani kwamba Mungu, na mimi naomba uniguse. Tunaamini uponyaji umemfikia hapo aliko katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi ni siku yetu ya 3 ya mfungo wa Ezra, wimbi la pili. Ni siku ya 3 mfungo wa Ezra, wimbi la pili. Nasi tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mfungo huu wa Ezra, ambapo tumeanza wimbi la kwanza wiki iliyopita, na wiki hii tuko kwenye wimbi la pili, na leo ni siku yetu ya 3. Mpigie Yesu makofi kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Haleluya. Mfungo wa Ezra, ambapo Ezra aliwaambia watu wake kwamba aliamuru watu wake kufunga, akijua kwamba safari iliyo mbele yake inamhitaji Bwana. Haleluya. Akiwaambia, jamani, twende kwa nani? Kwa Yesu ndio kuna mpango mzima. Haleluya. Kwa Yesu ndio kuna mambo yote. Amen. Kama ambavyo Yesu wale wanafunzi wake siku ile alivyowaambia, mtu asipo aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, huyo ukaa ndani yangu nami ndani yake. Akamwambia, mimi nimi chakula kishuka kutoka mbinguni. Wakaanza kushamba, huyu jamaa chakula wapi? Haleluya. Akawachanganya pale, wengine wakasema sasa wakaamua kuondoka. Wanafunzi wengi wakaamua kurudi nyuma, na Yesu akawaambia na wanafunzi wake, na ninyi je? Akawaambia, Bwana, twende kwa nani wakati kwako kuna maneno ya uzima? Haleluya. Umekuja hapa ukisema, Bwana, niende kwa nani? Kwako ndio kuna majibu yote ya mwaka huu 2026. Haleluya. Kwa hiyo hata iweje, mimi kwako Yesu sikuachi. Kwako ndio kwenye majibu yangu, kwako ndio kwenye baraka zangu, kwako ndio kwenye kila kitu, nami sina popote pa kwenda isipokuwa ni kwako Yesu. Basi jipigie makofi ya imani, kwa kuwa na wewe jibu lako ninaamini kama jibu la Simoni Petro alipomwambia Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Haleluya. Na pia Ezra, ukisoma ukiona hiyo Ezra pia alikuwa anaambia Mungu, anaambia watu wake tumkimbilie Bwana tusije tukaaibika. Amina. Ninaamini hakuna anataka kuaibika 2026. Yupo? Hakuna anataka kuaibika 2026. Na kwa huyu mfungo wa Ezra alikuwa anawaambia watu wake tumnyenyekee Mungu tusije tukaaibika huko njiani, tukapigwa, tukashindwa, tukaugua. Tumkimbilie Bwana ili tusije tukaaibika milele, kama Zaburi ya 31 inaposema, nimekukimbilia wewe Bwana nisiaibike
milele. Kwa hiyo kwa mfungo huu tunamkimbilia Mungu ili tusiaibike milele. Kwa hiyo tunasema asante Mungu kwa zawadi ya mfungo huu, ili wimbi la pili la mfungo wa Ezra. Basi nitasoma tena ile mstari wetu wa mfungo ambao ni kutoka kitabu cha Ezra sura ya 8 mstari wa 21 mpaka wa 23, ambayo inasema, Ezra 8:21 mpaka 23 inasema ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyooka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Haleluya! Nasi tumefunga tumemsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo tuliokuwa tunamsihi kwayo, na tunaamini ya kwamba ametutakabali. Haleluya! Na katika wimbi hili la pili, msisitizo ulikuwa katika mambo mawili: kufunga na kujinyenyekeza. Kwa wale ambao ni mara ya kwanza tumefika, tulisimama kwenye kipengele cha kufunga ambacho kilitoka kwenye kile kitabu cha Isaya 48 mstari wa 6. Isaya, mfungo ambao Mungu anaupenda ni mfungo wa aina gani? Kitabu cha Isaya 58 mstari wa 6, ambayo inasema, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Haleluya! Na katika hizi siku mbili hakika tumefanya hayo maombi ya kuvunja vifungo vya uovu na kulegeza na kuvunja zile nira na kulegeza kamba za nira, na hakika tumewekwa huru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini pia msisitizo wa pili ilikuwa ni kwenye kujinyenyekeza, sawa sana kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 kuanzia ule mstari wa 5, kujinyenyekeza mbele za Mungu ili akukweze kwa wakati wake, sawa sana kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 7, ambayo inasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, naam ninyi nyote jifungeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Haleluya! Hiyo ni mistari ambayo tulisimamia juzi na jana, ambapo tuliweka msisitizo kwenye eneo la kufunga na kujinyenyekeza mbele za Mungu ili aweze kutusaidia na kutuongoza katika njia iliyonyooka kwenye huu mwaka wa 2026. Piga makofi kwa ajili ya ushindi ambao ulipatikana jana, ushindi ambao ulipatikana juzi. Hakika Mungu alifanya kazi kubwa sana, na hakika tumewekwa huru, tumefunguliwa, na ile roho ya unyenyekevu imeingia ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Sasa Keys of Christ mstari wetu unasema, ukisoma kitabu cha Mathayo, ile Mathayo 16, Mathayo 16:19, Mathayo 16:19 inasema kwamba, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Haleluya, haleluya. Sasa mwambie mwenzako, sasa tumepewa funguo za kufunga na kufungua. Sasa mimi nilikuwa nimefunga. Haleluya. Mwambie mwenzako, nimefunga. Mwambie nimefunga. Kwa hiyo nimezifunga kazi za shetani. Haleluya. Tumepewa funguo maana yake tumepewa funguo nyingi, na katika funguo ambazo tumezitumia kwenye hizi siku mbili tumetumia funguo inaitwa kufunga na funguo ya kujinyenyekeza. Haleluya.
na hizi funguo zimefanya kazi nzuri sana sana sana. Zimefunga kweli kweli, limefunga kazi za shetani ipasavyo, kama ambavyo tuliomba juzi na jana katika jina la Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Mwambie mwenzako nimefunga. Nimefunga. Nimepata uwezo wa kufunga kazi za shetani. Mwambie nimefunga. Nimepata uwezo wa kufunga kazi za shetani. Unapofunga unazidi roho inapata nguvu, roho inapata nguvu, roho inapata nguvu. Kwa hiyo kuzifunga kazi za shetani inakuwa ni rahisi. Nasi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mfungo wa Ezra, kwa sababu tumefunga na tumetumia zile funguo zetu ipasavyo kufunga kazi zote za shetani na mawakala wake ambazo walikuwa wamezipanga kwa ajili ya maisha ya mtu kwenye huu mwaka wa 2026, na hizo kazi zimefungwa kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini hizo kazi za shetani umezifunga kwa funguo ya mfungo ulioufanya, piga makofi mengi kwa Yesu Kristo aliyekuwezesha kufunga. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tumetumia ufunguo wa kufunga. Amen. Funguo ziko nyingi, tumepewa funguo. Maana ile ni plural, ni nyingi. Tumepewa funguo. Sisi tumetumia ufunguo wa kufunga mwaka huu. Haleluya. Ufunguo wa mfungo wa Ezra. Amen. Na ule ufunguo wa mfungo umetupa nguvu. Kuna mtu amepokea nguvu. Kuna mtu amepokea nguvu kwenye huu mfungo wa Ezra, wimbi la kwanza na wimbi la pili. Anasema hakika nimepokea nguvu, ninazo nguvu, nguvu zangu zimeongezeka, nguvu za rohoni. Haleluya. Haleluya. Kwa ufunguo huu wa mfungo tumepata nguvu ya kufunga kazi zote za shetani na mipango yake yote aliyokuwa ameorodhesha kwa ajili ya mtu, kwa ajili ya mwaka 2026. Tumeifunga yote kwa imani. Haitakuwa wala haitasimama katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mipango yote tumeifunga, mipango ya mawakala yake tumefunga. Tunasema kwa imani, kama sasa na mwaka wetu tunasema tunaweza kwa imani. Tumeweza kuifunga hiyo mipango. Haleluya. Kuna mtu ameweza kufunga mipango ya shetani aliyokuwa ameipanga kwenye maisha yake mwaka huu 2026. Kwa imani anasema nimeifunga yote. Amina. Aliyokuwa amepanga kwenye afya nimeifunga. Aliyokuwa amepanga kwenye ndoa nimefunga. Aliyokuwa amepanga kwenye biashara, kwa watoto, kila mahali, kwenye huduma, kwenye kanisa, tumeifunga yote kwa imani katika jina la Yesu Kristo, maana tumepewa funguo za kufunga. Amen. Haleluya. Ukitumia funguo yako plus kufunga kwa mwili, mambo yanakuwa ni mazuri zaidi, na kazi za shetani zimefungwa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tumetumia ufunguo vizuri sana. Na huu ufunguo wa kufunga, tunasema kufunga, unajinyima chakula, unajinyima vinywaji, unashinda njaa. Amina. Unashinda na nini? Njaa. Ufunguo huo, sema ufunguo wa kufunga. Sema ufunguo wa kufunga. Sasa huu ufunguo wa kufunga umekushindisha njaa ya mwili, ndio, lakini huu ufunguo unasema kwamba shetani mwaka huu atashinda njaa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haujashinda njaa bure, umeshinda njaa kumshindisha shetani njaa na mawakala zake. Amen. Watashinda njaa, maana mambo yako hawatayapata, hawatayaona, hawatayagusa, hawatayaweza, maana tumefunga njia zao zote katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kuna mtu amefunga chakula na kinywaji akapata njaa. Umepata njaa, ni unabii umemwambia shetani nimepata njaa ili wewe upate njaa mwaka huu katika jina la Yesu. Amen. Nimepata njaa ili upate njaa, maana yake hutakula cha kwangu. Amina. Hutakula vya kwangu. Haleluya. Hutakunywa vya kwangu. Haleluya. Hautapata cha kwangu chakula wala cha kunywa, maana nimefunga kwa funguo za Kristo. Nimefunga kwa kupata njaa ili wewe ushinde njaa mwaka huu katika jina la Yesu. Kuna mtu amemshindisha njaa shetani na mawakala zake hapa. Kuna mtu ameachilia njaa kwa shetani na mawakala zake hapa. Kuna mtu ameachilia njaa kwa shetani na mawakala zake hapa. Haleluya. Mwaka huu lazima wapate njaa, waishie kupata kwa shako, kwa sababu tumefunga kula na tumefunga kwa funguo. Hakuna atakakopita apate cha yoyote katika jina la Yesu Kristo. Piga makofi kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Haleluya. Haleluya.
huo ni ufunguo wa kufunga. Mwambie mwenzako huo ni ufunguo wa kufunga. Mwambie huo ni ufunguo wa kufunga. Lakini huu ufunguo wa kufunga umekushindisha njaa, umetushindisha njaa, lakini roho zetu zimeshiba. Haleluya. Miili imepata njaa lakini roho zimeshiba. Ninaongea na mtu ambaye roho yake imeshiba. Anasema ninasikia roho yangu imeanza kupata nyama, imeanza kupata mafuta, imeanza kunawiri, imeanza kunona. Ninaongea na mtu ambaye roho yake imeanza kunona. Haleluya. Kumbe huo ni utabiri, unajitolea unabii kwamba mambo yangu mwaka huu yatanenepa. Nitakonda mwili lakini mambo yangu ya rohoni yatanenepa, na mambo ya mwilini yanaanziaga rohoni. Haleluya. Haleluya. Tunavyoviona mwilini vinaanzia rohoni. Ukinenepa rohoni, mwilini lazima kunenepe. Haleluya. Kwa tunasema kwamba mwaka huu mambo yetu yatanenepa, maana roho zetu kupitia mfungo wa Ezra zinanenepa. Kwa hiyo biashara itanenepa, ndoa zitanenepa, kazi zitanenepa, kila mahali patanenepa, mambo yatanawiri, maana roho zetu zinanawiri kwa mfungo, katika jina la Yesu. Pigia makofi mfungo wa Ezra, makofi mengi na vigelegele. Haleluya. Kuna mtu ametumia ufungo wake wa kufunga vizuri, na huu ufunguo tutaenda kuutumia ipasavyo mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Maana mfungo wa Ezra utakwenda kuwa ni lifestyle ya mtu. Haleluya. Wala usubiri mchungaji aseme kuna wimbi la ngapi, kuna wimbi la ngapi. Najua kwamba ziko faida za kufunga. Ninamfunga shetani njaa, alafu mambo yangu yananenepa. Kwa hiyo nitajipa hiyo mifungo ya Ezra kwa kadiri Roho atakavyoniwezesha. Na hiyo fungu lako katika jina la Yesu. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Kwa tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya ufunguo wa kufunga. Ufunguo wa kufunga, kufunga chakula, ambapo tumefunga kazi zote za shetani, alafu tumefungulia baraka nyingi. Haleluya. Kuna mtu amejifungulia baraka mwaka akasema hakuna baraka yangu itakayonipita, hakuna baraka. Na tumefungua ule ufunguo, tumetumia ule ufunguo unaitwa unyenyekevu. Haleluya. Ufunguo unaoitwa kunyenyekea. Haleluya. Ule ni ufunguo ambao unafungua mambo, unafungua. Nasi tumeutumia ufunguo ipasavyo. Juzi na jana tukimwambia Bwana, ingiza roho ya unyenyekevu ndani yangu, ninataka fungulia baraka zako. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ule ufunguo wa unyenyekevu umeingia ndani yake. Haleluya. Kwa tumetumia ufunguo wa unyenyekevu ipasavyo, na kwa kutumia ufunguo wa unyenyekevu una uhakika wa kupokea thawabu kutoka kwa Bwana, maana Mungu anawaona wanyenyekevu. Haleluya. Mungu anawaona wanyenyekevu, na ukiwa mnyenyekevu kuna mambo mengi sana ambayo unakwenda kupokea kwa Bwana. Tumeyasikia kutoka kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 pale, unapokea neema lakini unakwezwa. Lakini jana tulisomewa na mchungaji ile Mithali 29:23, kuna kuheshimika, kuna kutajirika. Ukisoma kwenye Mithali 22:4 kuna kupokea utajiri. Kumbe unyenyekevu umebeba mambo mengi, ni ufunguo ambao unafungulia baraka na mema mengi sana ya Mungu kwenye maisha ya mtu katika jina la Yesu Kristo. Nasi tumetumia ufunguo wa kunyenyekevu na tumefungulia tukisema, Bwana, tunaomba utajiri mwaka huu usitupite. Haleluya. Tumefungulia kwa kutumia, tunasema Bwana, uzima mwaka huu usitupite. Heshima ile ambayo shetani alikuwa ametuharibia isipite. Haleluya. Bwana, mwaka huu katukweze. Bwana, mwaka huu katuinue. Bwana, mwaka huu katutukuze, kwa sababu tumeamua kunyenyekea kwako kama Ezra na watu wake walivyofanya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwambie mwenzako ufunguo wa unyenyekevu. Mwambie ufunguo wa unyenyekevu. Ufunguo wa unyenyekevu. Haleluya. Kwa ufunguo wa unyenyekevu mwaka huu utakutajirisha. Mwambie mwenzako ufunguo wa unyenyekevu utakutajirisha. Mwambie ufunguo wa unyenyekevu utakukweza. Utakupa kibali, utakupa uzima, utakuheshimisha, utakupa kibali cha Mungu. Neema ya Mungu itakuwa juu yako. Ufunguo wa unyenyekevu. Haleluya. Kwa tuendelee kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, naye atakukweza kwa wakati wake. Ataachilia neema yake, ataachilia vibali vyake, ataachilia utukufu wake, ataachilia yote mema, kwa kuwa tumeutumia ufunguo wa unyenyekevu vizuri, na mema yote hakika mwaka huu hayatakupita kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kubwa ya imani. Sema amina kubwa kwa imani. Ndio maana Ezra akawaambia watu wake, tufunge
tujinyenyekeze. Haleluya, tufunge, tujinyenyekeze, maana ziko faida za kufunga na ziko faida za kujinyenyekeza. Haleluya. Ukisoma kwenye Biblia faida za kufunga ni nyingi sana. Kuna yule mama alikuwa anakaa hekaluni kwa Bwana. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 2:37 pale, yule mama mjane yule alikuwa anaitwa Ana, alikuwa anafanya ibada kanisani kwa kufunga na kuomba. Yaani ana maisha yake hayo, lakini kwa kufunga na kuomba alikuwa anaupata uwezo wa kuwasiliana na Mungu moja kwa moja, na ile roho ya unabii ilikuwa inafanya kazi. Nakwambia ukiendelea na kufunga na kuomba, ule roho ya unabii itaingia ndani yako. Utaanza kuona mambo, utaanza kuwasiliana na Mungu kwa utaona mambo kwa wepesi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kufunga kunalipa. Mwambie kwa kufunga kunalipa. Mwambie kufunga kunalipa. Kufunga kunalipa. Haleluya. Kwa kufunga ni jambo zuri sana na mfungo waweza. Ngoja nikusomee faida za kufunga. Ziko nyingi, lakini ngoja nikusomee pale kwenye mstari ambao tulisoma 58 Isaya sura ya 6. Pale kuna faida nyingi sana za kufunga. Kwa hiyo ukizisoma hizo faida, tunapoingia kwenye wimbi lingine likiletwa, ufunge vizuri zaidi ulivyofunga sasa hivi katika jina la Yesu. Amina. Soma kitabu cha Isaya 58 hapo. Isaya 58, ule ufunguo wetu wa kufunga utafanya kazi nzuri sana mwaka huu na shetani atashinda njaa katika jina la Yesu Kristo. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 58 pale mstari wa 6. Tumeambiwa funga ambayo Mungu ameichagua, lakini ukienda mstari wa 8, tusome mstari wa 7 wa 8, tuanzie hapo. Inasema sasa, ukifunga kwa hii funga ambayo Mungu amesema funga 6, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Hiyo sasa, ukifunga kwa namna hiyo, yanayofuata ni faida ya wewe kufunga. Haleluya. Kuanzia mstari wa 8 anasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Mtu anayefunga, nuru yako inapambazuka kama asubuhi. Kwa hiyo kumbe mambo yako yatakuwa yanapambazuka, mambo yako yatakuwa yanaonekana, mambo yako yatakuwa ni nuru. Lakini anasema na afya yako itatokea mara. Kumbe kufunga kuna kusababisha una afya. Kama kuna shida ya magonjwa, kuna changamoto za afya, unataka afya, mfungo ni dawa. Haleluya, haleluya. Lakini anasema na haki yako itakutangulia. Kuna watu unahitaji haki, funga upate hiyo haki yako. Haki yako utaipata mara katika jina la Yesu. Amina. Lakini anasema utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Unapofunga sawa sawa na neno la Mungu, utukufu wa Mungu unakufuata hapo nyuma ukulinde. Haleluya, haleluya. Lakini anasema ndipo utaita na Bwana ataitika. Unapofunga ukiita, Bwana anaitika mara moja, maana roho yako wakati huo imeshiba, alafu mnawasiliana kwa wepesi. Amen. Anasema utalia naye atasema mimi hapa. Ukiona nira isiwe kati yako, kama ukiondoa nira hiyo ambayo ndio mfungo tumeambiwa hapo juu, isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole wala kunena maovu, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani na kiwi chako kitakuwa kama adhuhuri, naye Bwana atakuongoza daima. Haleluya. Sema kufunga. Sema ufunguo wa kufunga. Ufunguo wa kufunga. Anasema naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, mahali pasipokuwa na. Kwa hiyo ukifunga yale mambo ambayo wakati asubuhi tulikuwa kwenye dhabihu ya asubuhi, mtu mmoja kiongozi wetu wa ibada ya asubuhi akatotolea mfano. Alipita sehemu moja huko, ilikuwa ni hiyo sehemu ni jangwa, hakuna hata majani, lakini akafika sehemu akakuta kuna migomba, kuna miti, ni kwa kijani, kwingine ni jangwa, hapo kuna kijani. Na huyo ndio mtu aliyefunga anapokuwa katika jina la Yesu. Amen. Ukiwa na mazoea kufunga na ukafunga sawa sana, utakuwa kijani tu, utakuwa hata kama kuna ukame. Anakuambia mahali pasipokuwa na maji wewe utastawi, mahali pasipokuwa na maji wewe utashiba. Haleluya. Hebu mpigie Mungu makofi kwa ajili ya mfungo. Anasema lakini na kuitia nguvu mifupa yako. Ukifunga unaweza kufikiri labda buli umenyongonyea, lakini kumbe mifupa yako inapata nguvu, afya yako inapata nguvu. Kuna magonjwa mengi yanaondoka, kuna magonjwa mengi yanaondoka. Haleluya. Mfungo ni dawa. Mwambie mwenzako mfungo ni dawa. Mwambie mfungo ni dawa.
Kwa hiyo anakuambia atatia nguvu mifupa yako, nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemchemu ambayo maji yake hayapungui. Unataka mafanikio yako yasipungue mwaka huu. Unataka mambo mazuri yasikupungiki kwa mwenyeshe mwaka huu. Unataka uzima usipungue. Unataka faida isipungue. Unataka nini kisipungue? Fanya maisha ya mfungo mwaka huu iwe ni lifestyle. Haleluya. Kufunga iwe ni lifestyle. Amina. Kufunga iwe ndio mtindo wako wa maisha mwaka huu 2026. Haleluya. Ufungua kufunga, ufanye kazi sana mwaka huu kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Faida zinaendelea hapo nyingi tu, unaweza ukazisoma na utazipata faida za kufunga. Mwambie mwenzako faida za kufunga. Mwambie faida za kufunga. Kwa hiyo kufunga ni kuzuri sana na tunashukuru Mungu tumepata nafasi ya kufunga. Hii nafasi ukiipata itumie vizuri kabisa, kwa ufasaha kabisa, sawa sawa na neno la Mungu, na zile faida hazitakupita katika jina la Yesu Kristo. Utashangaa umemaliza mfungo, kuna mambo yalikuwa utashangaa mwili umeanza kuachia, kuna sehemu zimeachia, utaanza kusikia wepesi. Kumbe ni ile roho inapozidi kuwa nzuri na magonjwa yanakimbia, maana shetani hapati tena nafasi ya kuweka mkono kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mfungo ni mzuri. Unaona hata Yesu baada ya kufunga alishinda majaribu. Kuna majaribu mengi yanakufuata. Funga ushinde hayo majaribu katika jina la Yesu. Amina. Unataka kumjibu shetani kwa ujasiri kama Yesu? Funga alafu uone akija, kwa nini usinisujudie? Unakuwa na majibu ya kumpa, maana roho yako wakati huo ina nguvu na unajua wanashinda ni wale wenye nguvu. Haleluya. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye sio nguvu za misuli, nguvu za rohoni. Unapofunga roho yako inapata nguvu, inapata misuli, na unakuwa una uwezo wa kuteka vilivyo haki yako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Haleluya. Lakini kufunga kunasaidia kupunguza mihemko ya mwili. Amina. Kwa hiyo vijana mfunge sana mwaka huu. Haleluya. Kama unaona kuna moto unawaka moto, wewe funga. Ukifunga kuna poa. Haleluya. Unapata utulivu. Haleluya. Vile viwashiwashi vyote vinakwisha, unapata utulivu wa nafsi, unapata muda wa kumwasiliana na Mungu. Hauwezi ukapata hamu za kwenda huku na kule. Mfungo unakutuliza. Mwambie mwenzako ufunga vizuri mwaka huu katika jina la Yesu. Amen. Piga makofi kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Kwa tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mfungo huu wa Ezra. Tunasema kwa kweli ni siri kubwa ambayo Mungu ameleta kwenye maisha. Ukiitumia vizuri mwaka huu utafanya mambo makubwa, na ikizingatiwa kwamba mwaka huu tunatembea na neno ambalo ni neno la maajabu lingine. Haleluya. Mwambie mwenzako neno la maajabu. Mwambie neno la maajabu. Neno la maajabu linasema tunaweza kwa imani. Haleluya. Maana yake ni neno linalokuambia mwaka huu chochote unachotaka kukifanya, ukipata imani imetiki. Kwa hiyo nguvu yako ya kupata ni wewe mwenyewe, imani yako. Haleluya. Kama Yesu alivyosema, sawa sawa na imani yako upate. Ndio mwaka huu sawa sawa na imani yako utapata yale ambayo hayawezekaniki na wengine. Utapata kuwa chemchemu isiyokauka, utakuwa mambo yako hayasinyai, yatakuwa sawa sawa na imani yako utapata. Huu ni mwaka wa maajabu. Mwambie zako huu ni mwaka wa maajabu. Mwambie huu ni mwaka wa maajabu, nami nitafanya maajabu kwa jina la Yesu. Kuna mtu anasema anapanga kufanya maajabu mwaka huu. Kuna mtu anapanga kufanya maajabu. Haleluya. Ukichukua ufunguo wako wa kufunga na ufunguo unyenyekevu na funguo nyingine tutakazofundishwa, huu mwaka utafanya maajabu mengi sana. Watu watakushangaa sana. Watu watajiuliza sana, lakini unamwambia ninaweza kwa imani. Haleluya. Alafu nina siri ya mfungo wa Ezra, ninapiga 3 hapa. Mambo yangu ni mazuri sana. Piga makofi kwa Yesu. Kwa hiyo huu ni mfungo wetu wa Ezra, nasi tunamshukuru Mungu sana, na leo ni siku yetu ya 3, na hii siku ya 3 kwa kweli leo ni siku ambayo sijui niiwekeje, lakini nitaiweka hivyo. Amina. Ni siku ambayo ni ya kipekee sana. Unapofika siku ya mwisho kuna mambo makubwa, kuna baraka nyingi ambazo Mungu sasa anakwenda kuziachilia. Maana yake hapo ulipo umesha sarenda. Haleluya. Hapo uliko moyo wako umesha sarenda tangu juzi, jana, sasa hivi uko vizuri kabisa tayari kwa Bwana kuachilia zile baraka zake ambazo amezipanga kwa ajili ya wewe kwenye ili wimbi la pili. Unajua kila wimbi lina baraka zake. Kuna baraka za wimbi la pili. Haleluya. Na leo unakwenda kuzipokea kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya.
Na kati ya baraka ambayo utakwenda kuipokea hii, Roho asubuhi kabisa wakati nimeamka leo mapema kweli, akaniambia unajua utakuwa juu tu wala sio chini. Haleluya, haleluya. Kwa mimi nilikuwa na ya kwangu, akanitoa akanirudisha, akaniambia mnajua mtakuwa juu tu wala sio chini. Nami nikamwambia Bwana amen. Haya mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Sasa kwa sababu tumefunga na kuomba, kukaa juu tu inawezekana katika jina la Yesu. Haleluya. Mwambie mwenzako nitakuwa juu tu. Mwambie nitakuwa juu tu. 2026 nitakuwa juu tu. 2026 nitakuwa juu tu. Ongea kama unayeamini. 2026 nitakuwa juu tu. Unajua ile tu pale na maana yake. Haleluya. Sijakwambia utakuwa juu. Neno la Mungu linasema utakuwa juu. Anasema utakuwa juu tu. Ile tu ndio inapatikana kwa kufunga na kuomba. Haleluya. Amen. Maana yake ukisema nitakuwa juu, ina maana kwamba unaweza ukawa juu ukashuka, ukaenda ukashuka. Lakini Mungu anakuambia utakuwa juu tu. Maana yake utakuwa pale juu tu. Ili uwe pale juu tu, mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Nitakuwa juu tu. Ninaongea na mtu atakayekuwa juu tu mwaka huu, ambaye anaamini kwamba mambo yake mwaka huu yatakuwa juu tu. Kama ni ndoa itakuwa juu tu, kama ni biashara itakuwa juu tu, elimu, watoto wangu wale ambao walikuwa wafanye vizuri watakuwa juu tu. Nitawafungia. Haleluya, haleluya. Ile faida ambayo ilikuwa inapanda inashuka inateremka na kata kona itakuwa juu tu katika jina la Yesu. Maana nitaifungia ili kae juu tu katika jina la Yesu. Haleluya. Ile afya yangu ambayo ilikuwa inacheza, wangapi washa kucheza makida? Watu tulikuwa tunacheza makida. Unajua zile kuna afya zinacheza makida. Haleluya. Nakwambia ile afya ambayo leo iko vizuri, kesho imelala, kesho imeenda. Huu mwaka itakuwa juu tu katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ninaongea na mtu anayesema mambo yangu mwaka huu ni juu tu, ni juu tu, ni juu tu. Maana ninaweza, kwa kuwa nitasimama na Mathayo 17:21. Hiyo ndio itakayenifanya niwe juu tu. Haleluya. Yesu akawaambia mambo haya hayawezekaniki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Ninao mfungo wa Ezra, unao mfungo wa Ezra. Kwa kufunga na kuomba tabaki juu tu. Haleluya. Ninaongea na mtu ambaye yuko juu tu. Mwaka huu ni wa kuwa juu tu, na hilo ndilo neno Mungu. Mwaka huu mtakuwa juu tu. Ninaongea na watu walioko juu tu. Haleluya, haleluya. Sasa na imani yako utakuwa juu tu. Alafu kiwango cha juu unachokitaka ndio utakichagua. Amina. Kiwango cha juu unachokitaka ndio utakichagua, si ndio? Kwamba nataka nifike juu mpaka wapi? Unataka ufike juu mpaka mwisho wa paa, utakuwa. Unataka ufike juu mpaka gorofa ya 10, sawa. Nasema mimi nataka ufike juu mpaka gorofa ya 40, sawa. Haleluya. Alafu nibaki hapo juu juu. Wewe unataka kuwa juu mpaka wapi? Amen. Kwa Mungu yote yana, kwa imani yote yana. Na huu ni mwaka wetu wa imani. Tunasema tunaweza mambo yote kwa imani katika yeye atutie tunaweza. Kwa hiyo mwaka huu utakuwa juu tu katika jina la Yesu. Simamia hivyo. Simama na mfungo wa Ezra, mambo yako yatakuwa juu tu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Na ukiona hilo tangazo limekuja kuwa juu tu, limeambatana na ile roho ya unyenyekevu ambayo inazalisha utajiri, inazalisha heshima, inazalisha vibali, inazalisha uzima. Hivyo vyote vinafanya uwe juu tu, si ndio? Haleluya. Mwambie mwenzako nitakuwa juu tu. Mwambie nitakuwa juu tu. Nitakuwa juu tu. Na lile neno lililofanya wanafunzi wa Yesu wakakimbia, lile lilokusomea kwenye Mathayo 6 pale, Yohana 6, alipoambia hiki ndicho chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hichi anao uzima wa milele. Wakaanza jamaa atabesi ndio chakula. Sasa hiyo ni siri nyingine ya kuwa juu tu. Haleluya. Amen. Mwambie mwenzako mwaka huu mle Yesu kweli kweli. Amen. Umkule Yesu sawa sawa. Maana yake ule neno lake sawa sawa. Ushibe neno sawa sawa. Hakika hautashuka chini. Utabaki pale pale juu. Utabakia pale pale juu. Utabakia pale pale juu. Umeona kina Petro walipomwambia Yesu tuende wapi?
Maana alimwambia tuko tayari kuendelea kufuatana na wewe mwaka, hatukuachi. Matokeo yake yako wapi? Wamekuwa juu, na mpaka leo tunawasoma. Tumetoka kusoma habari za unyenyekevu kitabu cha Petro. Haleluya. Unyenyekevu tumesoma wapi? Kwenye kitabu cha Petro, ambaye alisema Yesu, nikuache niende wapi? Na sisi mwaka huu tunasema Yesu, hatukuachi. Tutakukula wewe, tunataka uzima wa milele, tunataka uwe ndani yetu, tunataka mambo yetu yastawi katika jina la Yesu Kristo, na tutakaa juu tu kwa imani katika jina lenye nguvu na uweza la Yesu. Mpigie Yesu makofi. Mwambie mwenzako utakuwa juu tu. Hebu mtabirie basi, nisaidie kumtabiria vizuri kabisa. Mwambie 2026. Mwambie jirani, rafiki, mpendwa, 2026 utakuwa juu tu katika jina la Yesu. Amen. Amepokea. Haleluya. Nimekwambia 2026 ni mwaka wa maajabu. Huu ni mwaka wa maajabu. Ukikaa sawa sawa, mambo yako ni ya ajabu. Mungu atakufanya ufanye mambo ya kushangaza. Wewe atamani mambo ya kushangaza, alafu simama kwa imani. Alafu fanya mfungo wa Ezra, maisha ya kufunga yayo your lifestyle. Alafu utaona miujiza ya Mungu ikitokea kila kona. Hakuna ambalo halitawezekana. Amina. Hakuna ambalo halita. Kwa hiyo kama kuna mambo yako ambayo umehangaika nayo miaka ya nyuma, yameshindikana, yamekwama, yamestuck, wewe mwaka huu Mungu amekupa ufunguo wa kuyafungulia yawezekane. Haleluya. Inawezekana utasema mbona mimi miaka yote ninafunga? Ndiyo, unafunga. Kuna kufunga kwa kawaida, kuna kufunga kwa maono, kuna kufunga kwa maelekezo, kuna kufunga kinabii. Haleluya. Kwa hiyo ukiwa unafunga kawaida ni sawa, matokeo yapo, lakini unapofunga kwa neno, matokeo yake ni tofauti zaidi. Amina. Nasi tunafunga kwa neno na matokeo yetu ni tofauti zaidi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Mwambie mwenzako, niende kwa nani 2026 mimi? Mwambie niende kwa nani? Kwa Yesu ndio kuna maneno ya uzima. Mwambie kwa Yesu ndio kuna utajiri. Mwambie kwa Yesu ndio kuna uzima. Mwambie kwa Yesu ndio kuna heshima. Mwambie kwa Yesu ndio kuna vibali. Mwambie kwa Yesu ndio kuna kuinuliwa. Mwambie kwa Yesu ndio kuna kukaa juu tu. Niende kwa nani? Wacha nifunge mwaka huu ili nipate njaa ya mwili, nimshibishe shetani njaa, ili mimi niende juu tu katika jina la Yesu. Amen. Maana yake yeye ndio kazi yake ni kukamata watu, kuwashusha chini. Ndio kazi anayoifanya. Haleluya. Akiona unapanda na kukamata, akuteremshe, anakukamata. Lakini ukiwa na nguvu za rohoni, akikukamata unampigia hapo chini, anadondoka huko, unapanda zako juu, kuendelea huko mbele. Kwa nini? Unazo nguvu. Haleluya. Unazo nguvu katika roho yako. Haleluya. Ukimwambia rudi nyuma yangu shetani, anarudi. Amina. Kwa nini? Roho yangu ina nguvu, roho yangu imeshiba, roho yangu imenenepa. Unazo nguvu. Amen. Mwambie mwenzako, tutakwenda juu tu mwaka huu. Mwambie biashara yangu itakwenda juu mwaka huu. Mwambie biashara yangu itakwenda juu mwaka huu. Nina imani. Mwambie nina imani. Yesu alisema ukiwa na imani kidunchu kama punje ya radali. Mwambie ninayo ile punje ya radali ninayo. Mwambie ile imani ya punje ya radali ninayo. Amen. Lakini unaweza kumwambia pia hata ile imani ya kugusa vazi la Yesu ninayo. Amina. Haleluya. Hata ile imani ya Yesu sema neno ninayo. Amen. Haleluya. Ile imani ya yule mwanamke alimwambia hata ukiweka makombo, hata makombo pia watoto wanakula. Ile imani ninayo. Maana imani ya mwanamke Msamaria ninayo. Haleluya. Amina. Imani. Haleluya. Kwa mwambie mwenzako, mwaka huu juu tunakwenda. Mwambie nitakushika mkono. Mwambie tunakwenda juu mwaka huu. Mwambie tunakwenda juu mwaka huu. Wana Keys of Christ, tunakwenda juu mwaka huu. Mwambie nitakushika mkono na wewe unishike mkono.
Ukiona nimechoka nishike. Haleluya. Nami nikiona umechoka nitakushika. Haleluya. Cha msingi tufike pale juu, alafu tukae juu tu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Uko tayari kumshika jirani yako mkono uende naye juu? Uko tayari kumshika jirani yako mkono uende naye juu? Mwambie jirani, usiniache, ukiona nimechoka nikamate mkono Bwana unipeleke pale juu. Haleluya. Wakati mwingine ninakuwa nimelemewa kidogo, usiniache, nishike mkono nipeleke pale juu. Maana Roho Mtakatifu amesema tutakwenda pale juu. Usiniache nibaki chini, ninataka kwenda juu. Tushikane mikono twende juu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Habaki mtu chini mwaka huu katika jina la Yesu. Tumekataa kuwa chini, tumekataa kuwa chini, tumekataa kubaki chini. Tutataka kwenda juu, alafu tupaki pale juu tu katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Haleluya. Na hilo ndilo fungu letu mwaka huu kwa zawadi ya mfungo wa Eza. Tutakuwa juu tu. Tutakuwa juu tu. Tutakuwa juu tu. Mimi nakwambia usijali hata kama unaona watoto wako wako chini. Unaona mambo yao yako chini, unaona elimu yao iko chini, unaona vitu haviendi. Nakwambia ni fungu la juu tu, na hilo fungu la juu tu likamate. Sema watoto wangu akili zao zitakuwa juu tu, maksi zao zitakuwa juu tu. Ninakataa C, ninakataa D, ninakataa B, ninataka A tu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Unamwambia Roho Mtakatifu usijui hiyo A ataipataje, lakini neno la Mungu linasema na watoto wangu watafundishwa na Bwana. Nifundishie apate A huyu. Ninataka apate A kwenye, na apate A tu. Haleluya. Kwa imani yote, kwa imani yote, kwa imani yote yanawezekana, na huu mwaka yatawezekana. Maana tumeamua kwamba yawezekane. Tumegoma kutokuwezekana. Tumesema mwaka huu iweje, yote yaliyo mema lazima yawezekane. Maana tunayo imani. Haleluya. 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 Kuna mtu amegomba kutokuwezekana. Inachosha, kila kitu vitu haviwezekani, haviwezekani, haiwezekani, 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 haiwezekani. Msamiati wa haiwezekani tumeufuta. Haleluya. Tumeufuta, maana kwenye kamusi ya watoto wa Mungu haupo. Sisi wa kwetu unasema tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Hiyo ndio msamiati wetu. Na sisi mwaka huu tumeuvalia njuga. Haleluya. Tumeuvalia njuga. Yaani hii mwaka huu lazima kieleweke. Lazima kieleweke. Haleluya. Na nimesema ukiona jirani yako anasinzia, msaidie kieleweke. Amina. Ukiona haelewi hata kwenye ibada huko nyumbani, jirani yako mwambie wewe huu mwaka huu lazima kieleweke. Lazima kubebana tufike pale juu, pale juu, alafu tukae pale juu tu katika jina la Yesu Kristo. Wote mwenye imani ya kwamba inawezekana aseme amen. 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 Na unajua Ezra alikuwa ni mwandishi wa sheria za Musa. Haleluya. Alikuwa ni mwandishi wa zile sheria za Musa zote zile 600 na ngapi. Alikuwa anaziandika, alikuwa anazijua. Siri za kufanikiwa anazijua. Nikifanya hivi atupati najua. Nikienda njiani na feli anajua. Mungu amesema ili nifanikiwe anajua. Ndio maana aliwaambia jamani tufunge. Maana anajua kwenye kufunga kuna majibu. Haleluya. Akajua huyu Mungu namwendea njia hii. Na sisi tumejua, tushajua. Unajua ninawaambia kila siku ukishamjulia kama ni mume wako, ukamjulia jinsi ya kumtoa hela, unapata hela kila siku. Haleluya. Kama ni baba nyumbani, ukitaka kupe hela, unajua nikienda kwa mkao huu hanipi, ila nikienda kwa mkao huu ananipa. Haleluya. Kwa hiyo utaenda na mkao kupewa, si ndio? Na sisi tumejua kwamba kwa 2026 baba anataka tumwende kwa mkao ili atupe. Amen. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu tumeshamjulia baba yetu wa mbinguni mwaka huu upepo wake umekaaje, sisi tutautumia ili atupe tunayoyataka mwaka huu, na yale ambayo hatuyajui, ambayo yako kwenye utaratibu wake, ambayo yako kwenye orodha yake, ambayo yako kwenye mpango wake, yote tuyapate mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.
Mwambie mwenzako nitakuwa juu tu. Mwambie nitakuwa juu tu. Sitakuwa chini mimi. Sitakuwa chini. Kwa hiyo chini bye bye. Mwambie chini bye bye. Mwambie chini bye bye. Kutokuweza bye bye. Sio fungu langu tena, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Unajua mstari, ngoja nikusomee. Wakati napewa nitakuwa juu tu, nilipewa ile Kumbukumbu 28 ambayo ndo naona nikamwambia Roho Mtakatifu, nashukuru hizi ndizo baraka tulizozipata kwenye wimbi la pili na nyinginezo ambazo hatujazitamka. Amina. Hizi ambazo zimetoka kwenye hiyo Zaburi, Kumbukumbu 28 hapo kwenye utakuwa juu tu. Ukipata hilo, Roho akikufunulia hilo, unadaka na mengine kwa imani. Huo ndio ujanja. Haleluya. Unamwambia umenipa hili na hivyo vingine vinaweza vikawa, na hizo naweza nikapata, na hicho naweza nikapata, na kile naweza nikapata, nitajumlisha na hichi, vyote vitakuwa vyangu kwa imani katika jina. Hebu tusome hiyo Kumbukumbu 28 tumalizie hapo, alafu tuendelee na mambo ya mengine. Amina. Kumbukumbu 28 hapo kuanzia mstari wa kwanza nitasoma hapo haraka haraka, ambayo haya ndiyo mambo ambayo Ezra aliyaona mpaka akamwambia watu wake, tufunge, tujinyenyekeze ili kuomba ulinzi, ule mkono wa Mungu uwe juu yetu kwa ajili yetu wenyewe, watoto wetu, mali zetu, ili tuweze kupata mwongozo wa Mungu. Alikuwa anajua ukipata mwongozo wa Mungu kunazo baraka nyingi zinakufuata, una uhakika unakoelekea. Amina. Hiyo Kumbukumbu ni andiko ambalo ni maarufu sana, lakini kila siku linapokuja linakuja kwa namna yake, linakuja na upako wake tofauti. 28 mstari wa kwanza nasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Sema amen. Sema amen. Kuna kutukuzwa mwaka huu. Ukinyenyekea unatukuzwa. Alafu unatukuzwa, sio unatukuzwa tu kwa mke wako, kwa watoto, kwa mume wako, kanisa, kwa mataifa. Haleluya. Utasema mimi mataifa nitatolea wapi? Wewe usijiulize maswali. Kwa imani yoga hajiulizi maswali. Unamwambia Mungu nataka nitukuzwe kwenye mataifa. Atajua, ataleta wa China, ataleta wa India, ataleta wa wapi? Si ni mataifa hayo? Hata ukikutana na Mkongo na Mganda na Mkenya, si ni mataifa? Mwambie mwenzako nitatukuzwa kati ya mataifa, katika jina la Yesu. Amina. Anasema na baraka hizi zote zitakuijilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako, ambacho ndicho Ezra alikifanya. Alitaka kumsikia Mungu, hizo baraka zipate. Anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Sema amen. Haleluya. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo. Ngoja nisome polepole. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo. Mwingine atasema sina ng'ombe, sisikie amen. Wala kondoo mimi sina mifugo. Sema amen. Bwana akupe mifugo katika jina la Yesu. Utasema nimepanga chumba, nitaenda kufugia wapi? Sema amen, upate eneo litakalo kusababisha ufuge hiyo mifugo katika jina la Yesu. Amen. Tunaenda kwa imani. Ukisikia mambo kama hayo unachukua, unaambia Mungu ni ili sasa ninataka ng'ombe, ninataka kondoo, ninataka mifugo, lakini pale na chumba kimoja nimepanga, nitapataje? Baba, kwa imani nipe eneo ambalo litanifanya niweze kufuga mifugo ambayo unasema utanibarikia kwayo katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Anasema litabarikiwa kapu lako, litabarikiwa kapu lako, litabarikiwa kapu lako. Una kapu, litabarikiwa kapu lako. Unalo kapu na chombo chako cha kukandia unga. Haleluya. Haleluya. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Ukiingia unabarikiwa, ukitoka unabarikiwa. Ezra alijua walikuwa wanatoka Uajemi, wanatoka kule wanakwenda zao kwenye nyumba ya Bwana, wakataka wabarikiwa wanapotoka na wanapoingia. Baraka za Mungu zisiwapite. Haleluya. Na mwaka huu sema nitabarikiwa kila ninapotoka na kuingia, nitabarikiwa
Nikiingia ofisini kwangu nitabarikiwa, wakati natoka nabarikiwa. Nikienda sokoni nitabarikiwa, nikitoka sokoni nabarikiwa. Nikienda nyumbani nitabarikiwa, nikitoka nyumbani nabarikiwa. Nikiingia kanisani nitabarikiwa, nikitoka kanisani nabarikiwa. Kila nitakapoingia nitabarikiwa, kila ninapotoka nitabarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Anasema Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Kuna mtu hajasikia. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Kwani Esa alikuwa anaomba Mungu awashinde adui njiani. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anasema hao maadui watakapoinuka watapigwa mbele yako. Haleluya. Unaonaje unatembea alafu unaona adui anapigwa tu, wala husiki, wala hata hujafanya chochote, anapigwa tu. Maana Bwana atawafanya wapigwe. Watapigwa na nini? Na malaika. Haleluya. Watapigwa na nini? Na nguvu iliyoko ndani yako baada ya kufunga. Haleluya. Amen. Unajua ukifunga unakuwa una nguvu, unaweza kupita sehemu ukashangaa mapepo yanakufa yenyewe. Hata hujayagusa yanakufa tu, yanakufa tu, yanakufa tu, yanakufa tu. Kumbe wewe umejaa nguvu za Mungu ndani yako kwa sababu umefunga na umejinyenyekeza mbele za Bwana. Haleluya. Juzi tulikuwa tumefika tukakuta limjusi limekufa, limedondoka, alafu linahangaika. Tukasema huyu mjusi katoka wapi? Kajidondokea hapo. Tukasema jamaa amekamatwa tu mwenyewe. Ngoja hangaike hapo, hangaike akamaliza. Haleluya. Ndivyo hivyo ukijaa nguvu za Mungu vinadondoka vyenyewe, vinaanguka vyenyewe. Wakija kwenye biashara yako, wakifika pale wanashangaa, wanapigwa tu. Wasema jamaa na nini? Wanapigwa tu. Maana nguvu zimejaa ndani yako. Nguvu zikijaa ndani yako na kwenye vitu vyako vinajaa nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa nasema Bwana atafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Sema amina kwa Yesu. Mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na unataka waondoke kwa njia 7. Hao wanaotesa afya yako waondoke kwa njia 7. Hao wanaotesa biashara yako waondoke kwa njia 7. Hao wanaotesa ndoa yako waondoke kwa njia 7. Hao wanaotesa watoto, elimu ya watoto wako waondoke kwa njia 7. Haleluya. Kwa imani inawezekana. Mungu atakwambia wewe funga, wewe shika njia zake, wewe shika maagizo yake. Au maadui watakao kufuata watakuijia kwa njia moja, lakini kichapo watakachokipata watatawanyika njia 7 katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Imani ni nzuri, kwa Yesu kuna raha. Bwana ataamuru baraka ije juu yako katika ghala zako. Sema amen. Na mambo yote utakayotia mkono wako naye na mambo yote Bwana ataamuru baraka ije juu ya ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ninaamini mwaka huu na mipango mikubwa sana. Amina. Mwaka huu una mipango mikubwa. Mkono wako si umeupanga kutia kwenye mambo makubwa. Haleluya. Neno la Mungu nasema utakapotia mkono wako Mungu ataamuru baraka. Niliwaambia weka mipango mikubwa, alafu weka mkono wako wa imani. Bwana amuru baraka hapo, mambo yako yakanyanyuke, mambo yako yakastawi, ili uende juu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa kila utakapotia mkono wako Bwana ataamuru baraka. Weka kiroho safi na Bwana tu. Amina. Mwambie mwenzako weka kiroho safi na Bwana tu. Kaa kiroho safi. Ukikaa kiroho safi mambo yako ni super. Haleluya. Anasema naye atakubariki katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Amen. Bwana atakwenda kukupa nchi, atakwenda kukupa nchi yako. So mtu ukipata eneo lako ukakaa pale unasema hii ni utawala wangu, hii ni nchi yangu. Amina. Kamata hiyo kwamba nitakwenda kupata ardhi yangu mwaka huu katika jina la Yesu. Amina. Anasema Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Ndio hiyo kiroho safi na Bwana. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Haleluya. Watu watajua hizi baraka hizi ni Bwana tu. Ni Bwana tu, si kawaida. Watajua kuna mkono wa Mungu umefanya kazi hapo. Anasema nao watakuwa na hofu kwako. Haleluya.
Wewe ukae juu tu alafu usishuki watu wasikuogope. Ukae juu tu, ushuki. Watu watakuogopa. Huyu jamaa mbona hashuki? Mbona amebaki pale pale? Nini kimemshikilia pale juu tu? Nasema imani kwa Yesu yote ni Yesu tu atakushikilia hapo juu. Alafu watu watakuhofia. Watasema huyu sio wa kawaida huyu. Huyu sio wa kawaida. Amen. Ukiwa na Yesu kawaida lazima uonekane sio wa kawaida. Ukionekana wa kawaida bado hujakaa vizuri sana. Haleluya. Kwa hiyo mwaka huu ni mwaka wewe kuonekana usio wa kawaida katika jina la Yesu. Amina. Mambo ya kuwa ordinary tunakataa, tunataka tuwe extraordinary. Haleluya. Amen. Hatutaki kuwa ordinary. Ordinary ni ya wengi. Toka kwenye wingi, nenda kwenye extraordinary, uwe wa tofauti mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Na kwa imani yote yanawezekana. Ukiwa kazini kwako wewe ni wa tofauti, kwenye kijiwe cha biashara uko tofauti. Ukiwa tofauti ni fungu la mtu kuwa tofauti. Mungu anataka tuwe wa tofauti mwaka huu. Usiwe wa kawaida. Ukawaida, waambie ukawaida bye bye. Sema ukawaida bye bye. Sema ukawaida bye bye. Wakati unasema ukawaida bye bye, jioni ambavyo sio wa kawaida. Haleluya. Sema ukawaida bye bye. Ukawaida bye bye. Umekaa na mimi vya kutosha. Umekaa na mimi vya kutosha. Sasa ninataka kuwa asiye wa kawaida katika Kristo. Haleluya. Asiye wa kawaida katika Kristo, maana unatenda mambo ambayo masikio ya watu yawashe. Unafanya mambo ambayo watu wabaki wanajiuliza kwa nguvu ipi? Unasema yuko Mungu mwenye nguvu mbinguni ambaye ana uwezo wa kuachilia uwezo. Haleluya. Ambaye ana uwezo wa kuachilia uwezo kama alivyoweza kumwachilia Sara uwezo wa kuzaa. Hayo ndio mambo yasiyo ya kawaida hayo. Miaka 90 mimba inaingia na unazana unanyonyesha. Haya ni mambo yasiyo ya kawaida hayo. Haleluya. Na ni fungu la mtu mwenye imani mahali hapa siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. 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 Yale ambayo unaona hayazaliki mwaka huu yatazaliwa kabisa. Yatazaliwa. Ile biashara ambayo uko unasema haizaliki, Bwana atasababisha izaliwe. Izaliwe. Haleluya. Nakwambia kuna mambo yanakwenda kuzaliwa ambayo watu masikio yatawasha. Wale waliokuwa wamesema imekwisha, hiyo haijaisha. Bwana hajasema bado. Bwana hajasema bado. Hajasema imekwisha. Kwa hiyo haijaisha. Hiyo ndio kwanza imeanza. Ndio kwanza kumekucha. Tena hii ni Januari. Katika jina la Yesu tutaweka rekodi kwa imani. Tutakaa juu tu, maana ndivyo Bwana alivyokusudia kwa anayemwamini. Amen. Amen. Haleluya. Anasema Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wa mifugo wako na uzao wa nchi yako, katika nchi aliyowapia baba zako kwamba atakupa. Atakufanya uwe na wingi wa uheri, baraka nyingi katika uzao wa tumbo lako. Sema amen. Sema amen. Uzao wa tumbo lako, sema amen. Nimekuambia na uzao wa wanyama wako na mifugo. Kama huna wewe, itika amini kwa imani. Siku moja utafuga. Siku moja utafuga. Inawezekana sio, lakini kwa sababu umeshasema amina ya imani, kama ni mwaka huu, lakini utafuga tu siku moja. Bwana atakupa nafasi ya kufuga katika jina la Yesu. Amina. Anasema mstari wa 12, atakufunulia Bwana hazina yake nzuri ambayo nayo ni mbingu, na kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubariki kazi yote ya mkono wako. Sema amina kwa Bwana. Imerudia tena hiyo kubarikiwa kazi ya mikono yako. Idake vizuri, sema Mungu mwaka huu kila nitakachokifanya kwa imani Mungu kibariki. Na anasema nawe utakopesha mataifa mengi wala hutakopa wewe. Sema mikopo bye bye. Nawe utakopesha mataifa mengi wala hautakopa wewe. Sema amen. Sema amen. Kwa imani yote. Kwa imani yote. Kwa hiyo Mungu anaweza akakusababisha ukao na uwezo ambao utakuwa umejitosheleza kimapato. Hautakopa tena, bali watu watakuwa wanakuja kuomba wakopeshe wao. Inawezekana haiwezekani? Inawezekana haiwezekani? Neno la Mungu halijawahi kudanganya. Neno la Mungu ni kweli na amina. Ni kweli na amina. Ukiamini inakuwa kwamba
sitakopa tena, nitaanza kukopesha. Maana nitapata, Mungu atanijalia, atabariki biashara, atabariki kazi za mikono yangu, nitapata kiasi cha kupata cha kuzidi, na kuanza kukopesha wale ambao wao bado hawajaamini katika hiyo imani niliyopata, nianze kuwakopesha wao. Yote yanawezekana, ukiamini itakuwa hivyo. Mstari wa 13 anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa, sema amen, wala si mkia, sema amen, nawe utakuwa juu tu. Wameitika wachache, wala wameshasahau kwamba hilo ndio fungu lao la mfungo. Nawe utakuwa juu tu, sema amen, wala hui chini. Utakaposikia maagizo ya Bwana utakuwa juu tu, wala hautakuwa chini, katika jina la Yesu Kristo. Sema amina kwa Bwana. Piga makofi kwa ajili ya mfungo wa Ezra. Mshangilie Bwana kwa ajili ya mfungo wa Ezra na siri zote za ushindi na baraka zote Bwana alizotuachia, ambazo zitaonekana kwenye maisha yetu. Zitaonekana asubuhi, zitaonekana mchana, zitaonekana jioni, zitaonekana. Mchapie Yesu makofi mengi na vigelegele, kwa kuwa mwaka huu wa imani tunasema yote yanawezekana. Haleluya! Yote yanawezekana, na siri ni kwa wewe kufanya mifungo kuwa lifestyle ya maisha yako 2026. Usisubiri mifungo ya kanisa. Roho anapokupa mzigo wa kufunga, funga. Jiwekee hata utaratibu binafsi wa kufunga, ili mambo yako yaendelee kufunguka. Hizi baraka zote ziweze kuonekana kwenye maisha yako kila itwapo leo, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Basi Mungu atubariki sana. Naomba nimkaribishe senior pastor kwa ajili ya kuendelea hapo. Kumbuka, mwaka huu utakuwa juu tu, wala hautakuwa chini. Utaweza mambo yote. Kutokuweza sio fungu lako, kushindwa sio fungu lako, na hizi baraka zote ni fungu lako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Pe Bwana makofi mengi. Haleluya. Kama una imani ya kuwa juu, piga makofi ya Bwana kwa juu. Piga makofi ya juu kwa Bwana. Piga makofi ya juu kwa Bwana. Kama imani yako ni Bwana kukuweka juu, piga makofi mengi juu. Inuka kwa miguu yako. Piga tena makofi mengi kwa Bwana. Piga makofi mengi kwa Bwana ambaye anakuweka kuwa juu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunashukuru Mungu. Niseme neno hili kabla hatujaomba, kwamba kati ya masomo makuu, au ukipewa somo moja la kujifunza kwenye maisha, ni somo la kumwamini Mungu. Hallelujah. The greatest lesson in life you can learn is to believe in God. Pale unapojifunza kumwamini Mungu, umejifunza kitu kikuu na kitakachotenda makuu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nisikie ameni kubwa kutoka kwa mtu mahali hapa. Nisikie tena ameni kubwa kutoka kwako. Nasema lile somo kuu unaloweza ukajifunza kwenye maisha na likatenda mambo makuu ni kumwamini Mungu aliye hai. Jifunze kumwamini Mungu. Mwambie jirani yako, jifunze kumwamini Mungu. Mwambie, jifunze kumwamini Mungu. Jifunze kumwamini Mungu. Na nilikwambia mara ya mwisho, kumwamini Mungu ni hatua unayoifanya. It does not happen by chance. Haitokei tu kwa bahati mbaya.
It is an activity that one has to decide and engage. Ni jambo ambalo, ni kazi ambayo lazima uamue kuingia katika hiyo kazi na kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la imani linapoachiliwa, neno la Mungu, neno la imani linapoachiliwa, yule ambaye ameamua kuamini ana jump in, anaingia katika lile neno na anasema hili ni la kwangu. Haleluya. Unaamua kusema hili ni la kwangu. That is me. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anayejifunza kuamini neno la imani linapoachiliwa, neno la imani linapoachiliwa, neno la Mungu linapoachiliwa, ambalo linatengeneza imani, linapoachiliwa, unaingia, you grab it, unalichukua, unasema hili ni la kwangu, and that is me, and this is for me. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuna mtu anaamua mambo kama hayo kwenye moyo wake. Kuna mtu anaamua kitu hicho kwenye maisha yake. Haleluya, haleluya. Kuna mtu ameamua hivyo. Nione mkono wako, nione mkono wako, nione mkono wa yule mtu anasema mimi nimeamua kuamini. Nimeamua kuamini. Nimeamua kuamini. Nimeamua kuamini. Kwa hiyo unaposikia neno linaachiliwa kwamba kwa mfano, natoa mfano ambao kama utaamini imekuwa. Haleluya, haleluya. Ni mfano ulio hai. Tumesoma kuanzia ile Isaya 58 mstari wa 6 na kuendelea pale. Amesema mtu anayefunga tu, yule ambaye anafunga kwa Bwana. Neno la imani limekuja kuhusu kufunga, na yeye anaamua kufunga, anajinyenyekesha, anasema nami nitaingia katika huu mfungo ili lile ambalo limekusudiwa liwe la kwangu. Kwa hiyo inapokuja unaambiwa faida za wewe uliyefunga kwa hiyo imani. Kwa kila faida inapotajwa, it is yours, ni ya kwako. Haleluya, haleluya. Kila ile faida inayotajwa ni ya kwako. Oh, unanielewa ninachokisema? Unanielewa ninachokisema? Unanielewa ninachokisema? Kila faida inapotajwa, nasema that is for me. That is for me. Kwa sababu nimefunga kama Bwana alivyoelekeza. Na kama nimefunga kama Bwana alivyoelekeza, nimejinyenyekeza kwake kwa hizi siku 3. Na leo neno lake linasema faida mojawapo ya kufunga ni nuru yako kupambazuka kama asubuhi. Haleluya, haleluya. Hilo ni kwa ajili yako. Nasema hilo ni kwa ajili yako. 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 Nuru yako itapambazuka kama asubuhi, kwamba giza, nyakati za usiku zimekwisha, asubuhi imekuja kwa sababu ya mfungo huu. Haleluya, haleluya. Unaposikia asubuhi, unajua asubuhi is the best time of the day. Ni wakati mzuri zaidi under normal circumstances, lakini also biblically asubuhi is the best. Kwa hiyo unapofunga, maana yake ni kwamba unaingia kwenye wakati ulio mzuri kwenye maisha yako, wakati ulio mzuri kwa ajili ya kazi yako, wakati ulio mzuri kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya ndoa, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mali zako, kwa ajili ya kanisa lako. Haleluya, haleluya. Anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Haleluya, haleluya. That is for you. Haleluya, that is for you. Hiyo ni kwa ajili yako wewe uliyefunga. Wewe uliyefunga uko mahali hapa, uliyefunga popote pale ulipo, uko nyumbani, uko kazini, uko kwenye biashara, uko kwenye gari, uko kwenye usafiri, popote pale ulipo umefunga, umeungana nasi katika mfungo huu wa Ezra. Hii ni kwa ajili yako. Giza litaondoka, nuru itaingia, kutapambazuka,
kwenye ndoa yako kutapambazuka, kutapambazuka. Hebu taja mapambazuko unayoyaona. Taja mapambazuko, taja mapambazuko, taja mapambazuko, taja mapambazuko, taja mapambazuko. Rakapaposika kwenye kazi yangu, kwenye biashara yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye taaluma yangu, kwenye masomo yangu, ni mapambazuko, ni mapambazuko. Giza limekwisha, usiku umekwisha, wakati wa hatari umekwisha. Ni asubuhi, ni asubuhi. Kuna usalama. Watu waliokuwa wamejifungia ndani wanatoka nje, watu waliokuwa wamefungiwa ndani wanatoka nje, watu waliokuwa wanaogopa milango inafunguliwa asubuhi. Usiku ulifunga ukaweka makufuri, ukaweka loku mbalimbali, ukafunga, ukaweka na grili, lakini unapokuwa asubuhi unafungua, grili inaondoka, mlango unafunguka, unatoka nje. Unaweza ukaona, unaweza ukaonekana, unasikia amani, unasikia furaha. Kwa nini? Kwa sababu ni asubuhi. Tamka asubuhi. Ni asubuhi kwenye maisha yangu, ni asubuhi kwenye kazi yangu, ni asubuhi kwenye ndoa yangu. Nimepambazuka, ni mapambazuko. Imekuwa asubuhi, imekuwa asubuhi, imekuwa asubuhi. Inapokuwa asubuhi, watu wanatoka nje, watu wanatembea, watu wanaenda kazini, watu wanaenda kwenye biashara, watu wanaenda huku na kule, kwa sababu ni asubuhi. Wanajisikia amani, wanajisikia usalama, wanajisikia usalama, wanajisikia wako salama, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Wana wa asubuhi, haleluya. Nasema mfungo huu umekuleta asubuhi kwenye maisha yako. Umeleta asubuhi ndoa yako, umeleta asubuhi biashara yako, umeleta asubuhi kazi yako, umeleta asubuhi hatima yako, umeleta asubuhi maono yako, umeleta asubuhi watoto wako, masomo yako, taaluma yako, watoto wako, afya yako imeletwa asubuhi. Haleluya, haleluya. Zile hofu za usiku zimekwisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa imani na kuingiza kwenye hiyo realm, unaiona, unaivisualize kwenye kichwa chako, unaisema kwenye kinywa chako, na unaondoka na huo ujasiri ya kwamba kwa mfungo huu asubuhi imekuja. Haleluya, asubuhi imekuja. Asubuhi imekuja kwenye biashara, asubuhi imekuja kwenye ndoa, asubuhi imekuja kwa watoto wangu, kwenye masomo, kwenye taaluma, kwenye yale mambo ambayo nilikuwa ninayatea, kwenye yale migogoro iliyokuwepo hapa na pale, kukataliwa. Asubuhi inapokuja, inakuja na amani, inakuja na furaha. Pe Bwana makofi mengi kwa ajili ya asubuhi hii ambayo tumeipokea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na amesema afya yako itakuzukia, afya yako itatokeza mara. Afya yako, napongelea afya yako. Mungu anapongelea afya, anaongea there is a divine health, yani kuna kiwango cha afya cha kimungu that one is expected to enjoy unapoingia kwenye mfungo. Yani kuna kiwango cha afya njema, kuna kiwango cha afya njema, afya ya roho, afya ya mwili, afya ya akili, afya ya hisia, afya ya hisia, afya ya roho, afya ya akili. Kuna kiwango cha afya njema ambacho Mungu anakitazamia kwako na anakiachilia kwako, kwa sababu umeamini, kwa sababu umenyenyekesha, kwa sababu umefunga, kwa sababu umeomba, kwa sababu umemtafuta yeye. Kuna kiwango cha afya, kuna kiwango cha afya njema ambacho Mungu anakitarajia, anakiachilia kwa ajili ya mtu. Nasi leo kiasi hicho kimeachiliwa kwako katika jina la Yesu. Nasema kiasi cha afya njema. Anasema afya yako itatokeza mara itatokea, kwamba nje ya kufunga na kuomba na kujinyenyekesha kwa Bwana, afya yako iko matatani. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu moja ya faida yale ambayo tumeyavuna kwa mfungo huu ni afya njema. Pige Bwana makofi mengi kwa ajili ya afya njema. Hakuna kitakacho compromise na afya yako katika jina la Yesu Kristo. Nasema kwamba hakuna kitakachopingana na afya ya kimungu kwenye maisha yako. Ninatamka afya njema katika jina la Yesu.
afya njema kwenye mwili wako, afya njema kwenye roho yako, afya njema kwenye akili zako, afya njema kwenye hisia zako. Afya ya hisia, unapokuwa na afya njema kwenye hisia, mauchungu, ule uchungu wa nafsi unaondolewa, huzuni inaondolewa, yale mambo ambayo yamevuruga emotions zako, yale mambo ambayo yamevuruga hisia zako. Either umekataliwa, either umedanganywa, either umeibiwa. Kuna mambo ambayo yameharibu hisia zako. Sasa kwa mfungo, Mungu anaingilia kati. Haleluya, haleluya, haleluya. Hisia zako zilikuwa zimevurugwa, sasa zinakaa sawa sawa. Nasema zinakaa sawa sawa. Nasema zinakaa sawa sawa. Hisia kwenye kila eneo la maisha yako. Inawezekana hisia zako kwa mume wako, hisia zako kwa mke wako, hisia zako kwa bosi wako kazini, hisia zako kwenye biashara, hisia zako kwenye ibada, hisia zako kwenye kanisa, hisia zako kwenye huduma, na mahali popote ambako emotionally you have been injured, you have been tortured, you have been persecuted emotionally. Kwa mfungo huu Mungu ameponya hisia za mtu. Haleluya. Afya njema ya hisia imeachiliwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mpe Bwana makofi mengi, mpe Bwana makofi mengi. Una afya, una afya, una afya, una afya. Afya yangu imetokeza, afya yangu imetokea. Hebu fungua kinywa chako, anza kukiri, anza kutabiri, anza kukiri, anza kutabiri, anza kutabiri, anza kutabiri. Afya njema, afya njema, afya njema kwa roho yako, afya njema kwa mwili wako, afya njema kwa hisia zako, afya njema, afya njema, afya njema. Unapotangaza hivyo, magonjwa yanaondoka, maumivu yanatoweka, maumivu yanatoweka, maumivu yanatoweka, kansa inatoweka, kansa inatoweka, pressure inaondoka, pressure inaondoka, shinikizo la juu la damu linatoweka, kisukari kinatoweka, kinatoweka, kwa sababu nguvu za Mungu zinaingia kwa ajili ya kuponya, kwa ajili ya kuhakikisha kuna afya njema. Roho Mtakatifu anapita mahali popote ambapo pamevurugwa kiafya, hakuna afya njema. Roho Mtakatifu anaweka afya, anaweka afya kwenye mahusiano yako, anaweka afya kwenye mwili wako, anaweka afya kwenye akili zako, afya ya akili, afya ya akili, afya ya hisia, afya ya mwili, afya ya roho, 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 afya ya roho. Yale magonjwa yanaondoka, yale magonjwa yanaondoka, yale magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka, magonjwa yanaondoka, kwa sababu neno la Bwana linasema afya yako itatokea mara. Na mimi nalipokea afya yangu imetokea mara, imetokea. Endelea kukiri, endelea kukiri, kiri. Endelea kukiri katika jina la Yesu Kristo. Afya yako imetokea, 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 afya yangu imetokea, afya yangu imetokea, afya ya mifupa, afya ya mifupa, afya ya misuli, afya ya misuli, afya ya mishipa, afya ya mishipa, afya ya moyo, afya ya moyo imetokea, afya ya moyo, afya ya miguu, afya ya miguu, afya ya miguu, afya ya miguu, afya ya macho, afya ya macho imetokea. Kuna mtu afya ya macho imetokea, afya ya masikio imetokea, afya ya kichwa imetokea, afya ya uti wa mgongo, afya yako ya uti wa mgongo imetokea mara, afya yako ya kichwa imetokea. Yale maumivu ya kichwa yanatoweka, popote pale ulipo, Bwana anaponya, Bwana anaweka afya njema, Bwana anaweka afya njema kwa ajili ya mwili wako, kwa ajili ya mwili wako. Ile mishipa iliyokuwa imeziba, ile mishipa inazibuliwa, mishipa inazibuka. Bwana anaweka afya njema, afya ya mishipa ya fahamu, mishipa ya damu. Endelea.
endelea kukiri, endelea kusema, endelea kusema. Ni ahadi ya Bwana. Wewe ambaye umeamini, umeingia, umesema hili ni la kwangu, hili ni la kwangu leo. Endelea, 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 endelea kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuingia, endelea kupokea afya njema, afya njema, afya njema, afya njema, afya njema, afya njema, afya ya moyo, 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 moyo uliopanuka, moyo uliopanuka unarudi kwenye size. Mungu anaresize, anaresize, anaresize moyo wako, anaresize moyo wako, anaresize moyo wako. Moyo wa mtu ulikuwa umepanuka, unarudishwa kawaida, unarudishwa kawaida, unarudishwa kawaida, unarudishwa kawaida, unarudishwa kawaida. Afya ya akili, afya ya akili, kombokombo, kupoteza kombokombo, unapoteza kombokombo. Bwana anaponya, Bwana anaponya kombokombo zako, anaponya kombokombo zako, anaponya kombokombo zako. Afya ya akili, 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 afya ya akili. Elementi za ukichaa zinaondoka, elementi za kuchanganyikiwa zinaondoka, zinaondoka. Hali ya kuchanganyikiwa, hali ya kukata tamaa, hali ya depression, msongo wa mawazo, msongo wa mawazo unaondoka. Akili inafunguka, akili inafunguka, akili inafunguka. Kukata tamaa, kukata tamaa kunaondoka. Afya ya akili inakuja, afya ya akili inakuja. Mambo yanabadilika. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Anasema ndipo afya yako itakapotokea mara, itakapotokea mara. Kuna mtu afya yake inatokea, kuna mtu afya yake inatokea, kuna mtu afya yake inatokea. Afya mtoto wako, afya mtoto wako, afya mke wako, afya mke wako, afya mme wako, afya mme wako, afya mama yako, afya mama yako, afya baba yako, afya kaka yako, afya dada yako. Achilia, achilia kwa ajili ya mtu huyo. Ulifunga, ulifunga na kuomba, ulifunga na kuomba kwa ajili yake, kwa ajili yake, kwa ajili yake. Kuna afya inakuja, afya mapafu, afya mapafu, afya mapafu, afya mapafu. Mfumo wa hewa, mfumo wa hewa, mfumo wa hewa, mfumo wa uzazi, afya ya uzazi, afya kwenye mfumo wa uzazi, mfumo wako wa uzazi, mfumo wako wa uzazi. Unapata afya, unapata afya, unapata afya. Mfumo wa uzazi unapata afya. Utasa unaondoka, utasa unaondoka, utasa unaondoka, ugumba unaondoka, utasa unaondoka. Afya ya uzazi, 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 afya ya uzazi. Uvimbe wa tumbo unaondoka, uvimbe wa tumbo unatoweka, 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 unatoweka. Kansa inatoweka, kansa ya kizazi, kansa ya kizazi inatoweka, 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 inatoweka. Endelea kukiri, afya yako itatokea mara, afya yako itatokea mara, afya yako itatokea. Hii ndio saa, hii ndio saa ya afya yako kutokea. Hii ndio saa ya afya yako kutokea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Afya yako inatokea. Maumivu ya miguu yanaondoka, maumivu ya mgongo yanaondoka, uti wa mgongo unaachiliwa, maumivu ya tumbo yanaondoka, vidonda vya tumbo, vidonda vya tumbo vinaondoka, matatizo ya figo, matatizo ya figo yanaondoka, matatizo ya figo, matatizo ya figo, matatizo ya figo yanaondoka, shida ya ini inaondoka, gonjwa wa ini unaondoka, gonjwa wa ini unaondoka, gonjwa wa ini unaondoka, kongoshi inaondoka, shida ya sukari inaondoka, gonjwa wa sukari unaondoka, 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 unaondoka. UTI sugu zinaondoka, UTI sugu, malaria sugu, UTI sugu, chronic headache, maumivu sugu ya kichwa, maumivu sugu ya kichwa yanaondoka, yanaondoka, yanaondoka. Zile cycle za kuubwa, zile cycle za magonjwa, zile cycle za magonjwa zinavunjika, cycle za magonjwa zinavunjika. Afya yako inatokea mara, 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 mara. Hii ndio saa afya mtu inatokea, afya mtu inatokea. Hata kama una ugonjwa wa kurithi, hata kama una ugonjwa alikuwa nao baba, alikuwa nao mama, alikuwa nao babu, alikuwa nao bibi, walikufa kwa huo ugonjwa, leo Bwana anaingilia kati, Bwana anaingilia kati. Afya inatokea, afya inatokea, afya inatokea, afya inatokea kwenye familia yako, afya inatokea mara, afya yako itatokea. Ndipo afya yako itakapotokea mara, riaka papa 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 riandarika. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kukiri, endelea kutamka, tamka kinabii, tamka kinabii, tamka, tamka kama nabii wa Bwana, tamka, tamka,
tamka, tamka kinabii, tamka kinabii, tamka kinabii, tamka, 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 tamka. Mungu amekwisha sema, sasa kazi ni kwako, kazi ni kwako. Ingia kwa imani, ingia, ingia. Hilo ni la kwako, ni la kwangu, 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 ni la kwako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kutamka kuhusu afya njema, endelea kutamka. Afya yako itatokea mara. Ninaona afya yako ikitokea, ninaona afya yako ikitokea, afya yako ikitokea, afya yako ikitokea, afya yako inatokea, afya yako inatokea, afya yako inatokea, afya ya misuli yako, afya ya akili yako, afya ya mishipa yako, afya ya mishipa yako, afya yako, afya yako, afya yako ya viungo vya ndani, internal organs, afya yako kwenye zile internal organs, afya yako inatokea mara, inatokea mara, inatokea mara, inatokea mara. Inapotokea ugonjwa unatombwa, ugonjwa unaondoka. Inapotokea ugonjwa unatoroka, ugonjwa unatoroka, unatorokea shimoni, unatorokea shimoni. Pepo anatoroka, pepo wa ugonjwa, pepo wa maradhi, pepo wa ugonjwa, pepo wa maradhi, pepo wa mgonjwa, pepo wa maradhi, anaondoka, anaondoka, anaondoka. Afya yako inatokea mara, afya yako inatokea mara, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Afya ya mtu imetokea. Nasema afya ya mtu mmoja imetokea. Afya ya mtu mmoja imetokea mahali hapa. Haleluya, haleluya. Yule ambaye afya yake imetokea apige makofi kwa Bwana akisema haleluya, akishangilia afya njema, akishangilia afya njema. Popote pale ulipo, uko nyumbani kwako, uko kazini kwako, uko kwenye biashara, shangilia afya njema, shangilia afya njema kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya watu wa nyumbani mwako, kwa ajili ya watu wako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Unahitaji afya njema. Kama hakuna afya njema, hakuna kinachofanyika. Haleluya, haleluya. Wana wa Mungu, tunaelewana? Kuna mtu amepokea afya njema, kuna mtu afya yake imetokea mara. Haleluya. Na afya ilipoingia magonjwa yameondoka. Haleluya, haleluya. Hakuna mtu anayeumwa mahali hapa. Haleluya. Na wewe unayenisikiliza popote ulipo, kama kulikuwa na ugonjwa, naomba nikutangazie afya imetokea, ugonjwa umekimbia, maradhi yamekimbia, hasa uko huru katika jina la Yesu. Haleluya. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, 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 asante. Faida ni nyingi, zote zilizosomwa ni jukumu lako, ni za kwako wewe. Amini tu, Mungu amefanya mambo makubwa kwa ajili yako katika jina la Yesu Kristo. Kila anayeamini aseme amen. Nataka nisikie ameni kubwa ya imani. Nataka nisikie ameni kubwa ya mtu anayeamini. Ameni kubwa ya mtu anayeamini kwamba Bwana ametenda, kwamba Bwana ameponya, kwamba Bwana ameponya, Bwana ameokoa, Bwana amebariki, Bwana ameinua, Bwana ameinua, Bwana amefungua, Bwana ameweka huru, Bwana ameweka huru, Bwana ameweka huru, Bwana ameinua, Bwana ameweka juu, 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 Bwana ameongeza, Bwana amezidisha, Bwana amebariki, Bwana ameinua, Bwana ametukuza, Bwana ametukuza, Bwana ameponya, Bwana ameponya, Bwana amebariki, Bwana amebariki, Bwana ameweka amani, Bwana ameweka furaha, ameweka uzima, ameweka afya njema, ameweka furaha, ameweka amani, ameweka upendo, ameweka upendo, amefanikisha, amestawisha, amestawisha. Amen, 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 amen.
Raka pa 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 pa. Raka pa 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 pa. Raka pa 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 pa. Raka pa 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 pa. Reka sanda reka pa 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 pa. Raka pa 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 pa. Reka sanda reka pa pa reka pa pa. Kuna watu wanaingia kwenye ishara na ajabu. Kuna watu wanaingizwa, kuna watu wanaingia kwenye ishara, watu wanaingia kwenye ajabu, watu wanaingia. Kuna mtu imani yake, ninaona imani inamrusha mtu, inamuingiza kwenye ishara, inamuingiza kwenye ajabu. Kuna watu wanaingia, kuna watu wanaingia, kuna watu wanaendelea kuingia, kuna watu wanaendelea kuingia. Kuna ishara itafanyika, kuna ajabu itatokea kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya kazi yako, kwenye maeneo tofauti tofauti. Watu wanaingizwa kwenye ishara, watu wanaingizwa kwenye ajabu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jifunike kwa damu ya Yesu. Jifunike kwa damu ya Yesu. Jifunike kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Yale aliyoyafanya ni makubwa, ni ajabu, yanatisha. Tunamtukuza Mungu wetu, tunamuinua Baba yetu. Asante kwa wema wako, asante kwa uweza wako, asante kwa nguvu zako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa baraka zako. Asante, 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 asante. Asante, 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 asante. Asante Bwana Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Mungu wa mbinguni, asante kwa kazi yote hii ya ajabu uliyoitenda mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo.